Na tusalie papo hapo ambapo Rais William Ruto hii leo ameeleza kuwa anasubiri uongozi wake ufikie kikomo ili apumzike, akiwanyamazisha walioibua minong'ono kuwa angeendesha taifa kwa miaka 20. Kwa mujibu wake, kazi ya rais ilikuwa nzito na sio rahisi. Hata hivyo, matamshi haya yameibua hisia ya iwapo rais kweli ataongoza kwa wakati uliotengwa kikatiba au katika minong'ono hiyo kuna ukweli. Jagan Nambeka alizungumza na wachambuzi wa kisiasa waliodai kuwa matamshi yake yalikuwa sawa na katiba, na endapo kulikuwa na njama ya kuongeza muda wa kuhudumu itakuwa kibarua cha kupanda mchongoma. Tazama. Ni miezi kadhaa tangu seneta wa Nandi Samson Cherargei kuzungumzia kuhusu mapendekezo tata ya kuongeza hatamu ya uongozi wa viongozi wanaochaguliwa akiwemo rais. Hata hivyo, Rais William Ruto leo akiwa Ikuluni katika mkutano na machifu wakati wa kuzindua ripoti ya jukwaa ya usalama, alitamka maneno ya kuashiria kuwa hana haja ya kuganda uongozini kama ilivyoshuhudiwa nchini wakati wa hayati Daniel Moi. Wengine wako na tabia mbaya. Wakaenda wakasema huyu mtu amesema atakuwa rais miaka 20. Kwani watu wanafikiri hii kazi ya rais ni kazi rahisi ya kupigiwa kelele kila siku? Mimi nangojea siku mimi nitatoka hapa niende. Mwingine achukue asonge. Ama namna gani? Licha ya msimamo huu wa rais, wa Kenya na wachambuzi wa siasa na katiba wanatafsiri matamshi yake kama yalivyo, wakisema kuongeza muda huenda kukalisukuma taifa kubadilisha katiba, kuruhusu viongozi kuzidisha mihula miwili kama ilivyo kwenye sheria. Ikiwa tutataka kuongeza term limit ya president, lazima ifanyiwe kitu inaitwa referendum. Kama sio hivyo, hakuna mtu yote ana haki yoyote ya kualter kitu inaitwa constitution. Iko wazi kuwa rais atachaguliwa kipindi cha kwanza miaka 5, alafu aje aombe tena kura kwa wananchi wamchague wakipenda kwa miaka mingine 5. Hiyo itakuwa miaka 10. Kwa hivyo hii fikra ya kuwa rais ataongoza kwa miaka 20 ni fikra ngeni na haiowani na demokrasia ya Kenya. The president knows very well that it is not a welcome idea. Kenya tu wamekuwa kofia, watu wamekuwa wakimpigia kelele. Yeye kwake angalie vile hiyo one term itaisha. Second term is a completely different ballgame. Kulingana na wachanganuzi wa siasa, pendekezo la kuongeza muda kwa kuhudumu kwa kiongozi yeyote ni lazima lipitishwe kwenye mchakato wa kura ya maoni, na katiba haiwezi kupitishwa bungeni, ishara ya jinsi pendekezo la seneta Cherargei lilizimwa. Tutahitaji kusema kuwa tubadilishe katiba, na kubadilisha katiba sio kwa kubadilisha kwa act of parliament. No, hii itabidi ni kufanywa referendum. We are not blind. We know politicians. They can try the margins of Kenyans to the limit they want. The term limits that we have are enough. Kulingana na Profesa Mwakimako ambaye pia ni mhadhiri, matamshi ya rais yalikuwa yanawapa washindani wake nafasi ya kupambana naye ifikapo mwaka 2027, wakijaribu kumngatua bila kujali ya mbele. Na hajasema kuwa atamzuia mtu. Kila mmoja atakuwa na haki ya kugombania kitu cha urais. Rais Ruto amesema ataheshimu sheria na kuhudumu kwa wakati unaokubaliwa kikatiba, licha ya sheria kutoa mwongozo mwafaka. Mjadala huu bado unatokota. Jagan Nambeka, NTV, Mombasa. Asante sana Nambeka kwa taarifa hiyo.